Dar City ni timu kubwa na ambayo leo mnaona imekuwa na kocha wa kigeni, kocha kutoka mataifa ya nje. Tumezoea timu hizi nyingi zinakuwa na makocha wa hapa au makocha wapi, lakini hii ni ishara kwamba timu inakuwa na kwamba inafikia katika sura ya kuwa ni timu ya kimataifa. Kwa nitumie nafasi hii kushukuru sana kwa namna ambavyo mnajiorganize wenyewe, lakini kwa namna ambavyo pia mnaweza mkawa sehemu kubwa sana ya kupeperusha bendera ushindi kwa taifa letu. Na kama ambavyo pia Mheshimiwa Naibu Waziri wetu amezungumza, nami nishindirie tu kwamba mchezo huu wa kikapu katika mkoa wetu wa Dar es Salaam ni mchezo ambao bado haujawa na wapenzi wengi sana. Na kwa mantiki hiyo, kwa mchezo huu kufanyikia hapa kwetu Dar es Salaam IST School ni kigezo kikubwa sana cha kuwataka sasa ama kuwaomba Watanzania na hasa wa Dar es Salaam wafike kwenye uwanja huu wa shule ya kimataifa Tanganyika waweze kushuhudia mashindano haya ambayo yamekushazungumzwa vizuri sana na Mheshimiwa Naibu Waziri. Kesho jioni. Nikisema kesho jioni, mnafahamu kwamba leo ni tarehe 10 ngapi jamani? Leo tarehe 16. Kwa nikisema kesho jioni na maanisha tarehe 17 ya mwezi wa 10 mwaka 2025. Jioni, saa za jioni, maana yake ni kwamba hapa tayari patakuwa pamekwisha taradad na mambo yote yataanza hapa. Na kwa mantiki hiyo niwathibitishie kocha, captain, Mheshimiwa Naibu Waziri, niwathibitishie kwamba Dar es Salaam iko salama sana. Nafahamu kwamba wapo wageni watakao shiriki mashindano haya, lakini pia Dar City yenyewe pia imesajili wachezaji pia kutoka nje ya taifa letu. Niwathibitishie kwamba Dar es Salaam ipo salama sana. Wapo baadhi ya watu ambao wanajaribisha kidogo kutishatisha watu kwa namna fulani, lakini naomba niwatoe hofu. Mnaweza mkaona kwamba mtu anayekusudia kuharibu amani ya mkoa au wa taifa anakusudia kufanya nini? Cha kwanza, anakusudia kuharibu mnyororo wa kiuchumi katika taifa letu. Cha pili, anakusudia kuharibu mfumo wa kimichezo katika taifa letu. Na tatu, anakusudia kuharibu diplomasia iliyopo kati ya Tanzania na mataifa mengineyo. Lakini jambo la nne, anakusudia kuharibu mfumo wa siasa yetu katika taifa. Na jambo la tano, anakusudia kuharibu utamaduni wetu kama Watanzania. Na kwa mantiki hiyo hatutaruhusu. Ukiangalia uwanja wa shule ya kimataifa Tanganyika, ukiangalia uwanja vizuri, unaona namna ambavyo wamewekeza. Sasa tokee mtu mmoja aje aharibu miundombinu namna hii, maana yake ni kwamba wageni kutoka mataifa mengine tutawapokea, kwa sababu taifa litakuwa limekushaingia katika doa la kutokuwa na amani. Kwa ni wasii pia waandishi wa habari, tunapotangaza michezo hii kupitia timu kubwa hii ya Dar City, pia tutangaze zaidi kwa Watanzania na hata watu waliopo nje ya taifa letu kwamba ni muhimu sasa kuendelea kuiona Tanzania kama kisiwa cha amani. Na hapo ndipo itakuwa ni mwanzo wa taifa letu kupata kila kitu tunachokihitaji. Mwisho, Mheshimiwa Naibu Waziri, wewe ni mtaalamu zaidi na mambo ya michezo, lakini kwa kushirikiana na Dar City ningeliomba kwamba mtupe mipango mizuri ili sisi tukashirikiane na manispaa zetu, ili kiwezekana mwaka huu au mwaka ujao wa fedha tuweze pia kutengeneza kiwanja kimoja au viwanja viwili vya basket ambavyo pia vitasaidia inapotokea tuna timu nyingi katika taifa letu, basi viwanja vingine pia vitumike kufanyia mazoezi na viwanja vingine pia vitumike kwa ajili ya michezo yenyewe. Mnafahamu kwamba mwaka 2027 Tanzania pia itakuwa ni mwenyeji wa mashindano makubwa AFCON. AFCON tunazungumzia football. Lakini leo wenzetu wa Dar City wanatufungulia pia mlango wa timu ya mpira wa kikapu kwenda tena katika mashindano ya kimataifa. Kwa hiyo very likely pia miaka mingine pia inayofuata Tanzania itawika zaidi katika mpira huu wa kikapu. Kwa nikuombe sana Mheshimiwa Naibu Waziri, kwa kushirikiana pia na Dar City, tuone namna nzuri. Sisi we have money, tuna pesa ambazo tayari tunazo mkononi. Ni jambo tu la ku unlock minds ili angalau tuweze kuwa na kitu kizuri. Na nikikuomba kwamba wewe na wataalamu wako tunaweza tukapita kwenye viwanja vichache kwa kusaidiana pia na captain, kocha na wafadhili pia michezo hii, ili tuweze kuiba angalau teknolojia kidogo na tuwe na viwanja zaidi ya kimoja. Hiyo ndio inaweza kupelekea taifa letu kupokea wageni wengi zaidi, kwa sababu tuna infrastructures. Kwa baada ya kusema haya, mimi nawashukuru sana. Tuonane kesho shule ya kimataifa ya Tanganyika hapa Dar es Salaam, eneo la Masaki.